Naitwa Emmanuel Changale, ni coordinator wa kanda ya Kimara, lakini na viongozi wenzangu Mr. Owiti, karibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe tena. Amina, amina. Karibishe mtu kutoka Kibamba mmoja atuombee, atufungulie kwa ombi tu, then tuendelee. Mmoja kutoka Kibamba. Tuombe. Haleluya. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na huruma zako. Umetulinda siku nzima katika mihangaiko yetu. Tunajihudhurisha kwako masaa haya kuendelea na kipindi hiki, ikiwa ni kwa ajili ya ustawi wa idara ya huduma za vijana katika kanisa lako. Tunaomba ukatulinde, ukamtumia mwalimu na wenzetu wanaohangaika kwa ajili ya kujiunga, kawafanyie wepesi, tukaweze kuendelea kwa pamoja. Anza nasi Bwana, na Roho yako mwema akatueleweshe yote tutakayofundishwa, tukafanyie kazi. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Amina. Nitakuwa nanyi kwa kipengele hiki cha kujua ama kujifunza makusudi na historia katika kozi hii ya CMT. Mimi natokea kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni. Basi kwanza ongereni kwa kujoini na kutaka kupata maarifa kupitia kozi hii ya CMT. Kwa kweli maarifa haya ni ya muhimu na yanahitajika katika kujiongezea ufahamu binafsi. Kozi ya Master Guide tunasoma, lakini kuna vitu vingine vya ziada ambavyo huwa vifundishwi, lakini sasa kwa kupitia kozi hii tunaweza tukajifunza na vikawa vinatusaidia zaidi. Kipengele ambacho tunakitazama leo ni makusudi na historia. Kwa nini tunajifunza warsha hii ya kujifunza habari ya makusudi na historia? Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, malengo ya warsha hii ni kutoa picha ya huduma ya chama ikijikuta zaidi katika watafuta njia, na inajaribu kulinganisha program zile zinazofanyika, sare zinazovaliwa, vifaa mbalimbali vya watafuta njia na wavumbuzi, pamoja na kiongozi mkuu. Sasa vipo vifaa ambavyo haya madarasa ama klabu hizi zinajihusisha nayo. Kwa hiyo tutaangalia vya wavumbuzi, watafuta njia na kiongozi mkuu, na ndio maana tunajifunza hii warsha. Lakini kipengele cha pili kinaongelea majukumu ya huduma ya chama katika kukuza imani. Watoto lazima wafundishwe namna ya kukuza imani zao. Zinakuzwaje? Sisi tunakuwa ni walimu, lakini ni walimu wa kiroho, lakini tunawajengea mambo ya kiimani. Lakini pia ni kutoa historia ya huduma ya vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato na kuelezea uongozi na utunzaji katika maisha ya kiroho kuhusu Mungu. Kwa hiyo haya ndio mambo kwa nini tunajifunza warsha: kujua mambo ya vifaa mbalimbali, program mbalimbali zinazofanyika, sare na kadhalika, lakini kadhalika ni kukuza mambo ya imani kwa vijana wetu. Katika sehemu ya utangulizi inagusia maeneo haya matatu, kwa maana ya kuwajua wavumbuzi, kwamba katika programu hii ya kipengele hiki cha muhimu kinachozungumzia makusudi na historia, lazima tuwajue wavumbuzi ni wakina nani. Kwa hiyo wavumbuzi ni vijana wadogo ambao wanaanzia umri wa miaka 4 mpaka 9. Nafikiri hilo kwa wengi wenu linafahamika, lakini katika huduma hii kinacholengwa hapo kabisa ni kuimarisha familia katika imani kwa Yesu Kristo. Familia zinatakiwa kusaidiwa kukuza imani miongoni mwa watoto. Inawezekana manyumbani mtoto anakuwa hawana fursa za kufanya ibada.
wao wakifika ni kutazama movie, ni kutazama nini. Lakini mwalimu unapomjengea misingi ya kupenda mambo ya imani na unamwelekeza, akienda nyumbani usiku kabla hawajalala, hata wakimaliza chakula, hakikishe anang'ang'ania wafanye ibada. Ukimjenga katika ule msingi kama ambavyo ndio kusudi la hapa, utashangaa mtoto yule ameleta badiliko la familia yake, nayo ikapata kusimama katika imani kuhusu Mungu. Lakini chanzo ilikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo watoto walipopata, kama kwa wazazi mikono ile ililegea kujenga misingi, basi wanapopita mikononi mwako mwalimu, lazima uhakikishe unamjengea msingi kuhusu mambo ya imani. Na hilo ndilo lengo la msingi haswa kwa vijana hao. Wakimjua Mungu akiwa mapema, wangali wadogo, watakuwa na huo msingi, hata popote atakapokwenda anakuwa, kwa sababu alikuzwa katika msingi. Lakini watafuta njia hawa ni wa wanaanzia umri wa miaka 10 mpaka 15, na huduma zao zinalenga katika kuwaimarisha imani kama watoto vijana wadogo, na kadhalika kuwapatia washauri au mentors wa maisha yao. Kumbuka hawa miaka 4 mpaka 9, unafahamu umri wao huu, tunasema wanapenda kumsikiliza mwalimu zaidi. Na ndio unaona ni umri ambao unaenda chekechea hadi kwenda la kwanza hapo na kadhalika. Wanamsikiliza mwalimu zaidi, ndio umri huo. Ndio maana mwalimu akipita mikononi mwako hawa wajaze maarifa. Hawa miaka 10 mpaka 15 watafuta njia, tunasema hawa wanahitaji mentors. Mentors anasimama kama mnasihi, tunasema ndio Kiswahili sahihi, lakini anakuwa mlezi fulani ambaye anawajibu kama mshauri. Sasa kumbuka umri huu miaka 10 mpaka 15 ndio umri wa kukutana na hali ya mabadiliko ya mwili. Anaanza kuona mabadiliko ya mwili, sehemu za miili yao zinabadilika na vitu vingine vinajitokeza katika miili yao ni vigeni. Msichana miaka 12, 13, chuchu zinaanza kutokeza na vitu vingine, sehemu za siri, nywele zinaota na vitu vya namna hiyo. Wavulana sauti zinabadilika, zinakuwa mbili na vitu vya namna. Sasa hawa wanahitaji mshauri atakayewaambia mabadiliko ya miili yao, hatua zao za makuzi, vitu watakavyokabiliana navyo, watu hatarishi kwao, namna ya kujilinda na vitu vya namna hiyo, ushawishi na vidanganyo na vitu na michezo ambayo ni hatarishi. Kwa hiyo hawa wanahitaji mentor ambao atawapa mambo yote ya kiusalama binafsi, na usafi binafsi, na mazingira yao wenyewe wanapokuwa, michezo isiyo hatarishi kwao na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini kundi la 3 tumesema ni kiongozi mkuu ambaye ni master guide. Hii inahusisha master guide ni umri wa miaka 18 kuendelea. Alimradi anaweza kufanya mipango yake na malengo yake katika huduma, lakini msingi wa hapa, yeye mwenyewe anajengewa uwezo wa kuweza kujua namna ya kufundisha kama kiongozi, kushughulika na wavumbuzi pamoja na watafuta njia, ambayo atasoma saikolojia zao, atasoma maarifa mbalimbali na vitabu vingine. Najua tunakwenda extra curriculum. Kiwa master guide, masomo au mitaala yoyote inayohusu malezi ya watoto au vijana wadogo, ni lazima uitafute, usome usalama wao, changamoto zao, mambo ambayo wanaweza kukabiliana nayo. Kwa hiyo vyote unakuwa aware. Lakini pamoja na yote, sisi watoto lazima tusisahau kipengele cha kuwafundisha mambo ya uinjilisti, kwa sababu watoto wanafundishwa mambo ya uinjilisti. Uinjilisti ni package ya muhimu sana, na ni lazima wafundishwe wakiwa vijana wadogo. Leo hii kuna watu hadi mambo ya kiroho imekuwa ni changamoto. Vijana ukiwaambia leo mabalozi au watu fulani, jamani twende tukafanya uinjilisti, wanaweza kujivuta sana. Kwa sababu gani? Msingi au kujengwa ukiwa Pathfinder. Lakini wanatakiwa iwe ni program ya kila mwezi, labda naandaa program ya kutoka kwenye mambo ya uinjilisti. Watoto wanaenda nyumba kwa nyumba, wanaona ukarimu unavyofanyika, tembelea shule fulani, nafanya kitu fulani, najifunza nao, najadili mada ambayo ina relate na mambo ya kiroho. Unaomba tu debate. Nafanya sasa vitu vya namna hii vinawajengea, anaanza kupata confidence
ya yeye kutoka na kwenda na kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo inamsaidia. Hicho ni sehemu ya utangulizi. Sasa falsafa ya chama cha watafuta njia, tunasema katika kanisa letu la Sabato linakazia sana kuelewa vijana na kuwafundisha uongozi na huduma kwa wanadamu wenzao. Kwenye huduma inahusisha huduma kwa jamii, huduma kwa wenzao kanisani, lakini na huduma zingine za neno la Mungu. Chama cha watafuta njia ni chama cha kanisa kinachojumuisha pia programu za kiroho na maburudisho kwa ajili ya vijana wa umri wa miaka 10 mpaka 10. Programu za umri huu zinalenga kukidhi mahitaji na matarajio yao. Kwa kadiri mwalimu utakavyokuwa umeona wana karama gani, kama ni mhubiri atahubiri, kama mwenye kalama ya kuandaa sanaa fulani ya mafundisho fanyika kama programu za kiroho, na mwisho wa siku zikawa zimewajenga. Au mnaandaa Bible game ambazo zinawapa challenge kukuza, kutaka kujua hiyo kitu imetoka kitabu gani na nini. Hizi nasema kwa nini amekosea, basi inakuza ufahamu wake na kutaka kujifunza zaidi. Lakini kuna maburudisho kwa ajili ya vijana. Vijana hao wa umri huu wanapenda kucheza, wanapenda vitu vya huko duniani kuna vitu vinafanyika vya michezo. Unaona michezo watoto wanapelekwa, sio kuna bembea, wanaenda wanafanya vitu funny, they go for funny. Sasa huu ni umri. Sasa sisi na wakati mwingine unambania mtoto mwaka mzima au miezi 6 hajawahi kutoka na kwenda kujichanganya na hayo, ni makosa makubwa. Kama nyumbani kwao amebanwa, hawezi kufanya chochote. Shuleni mazingira hayapo friendly. Na ndio naambia hata shuleni lazima kuwe na viwanja hata vya michezo ya mpira. Watoto wacheze, wafanye, yani muda wa michezo wautumie, na kipindi cha michezo ni compulsory lazima, kwa sababu watoto hawa wanahitaji maburudisho. Kama uko kote inashindikana, basi kanisa linaandaa maburudisho yale mazuri. Watoto wanaenda wanakaa mahali kufunza, kuna nishani mbalimbali ambazo ndani yake zina maburudisho na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni kuandaa program kwa ajili yao. Kwa sababu umri huu asipofanya vitu hivyo inaweza kumpa changamoto kwenye makuzi yake. Kwa hiyo lazima mwalimu fahamu hilo. Lakini kadhalika program za watafuta njia zinakazia zaidi vitendo vya mwili, physical action. Kumbuka umri huu nasema umri wa miaka 10 mpaka 15 wako kwenye hatua za haraka sana katika ukuaji wa miili yao na mabadiliko ya miili yao. Na maisha yao actually yanakuwa yanajawa na shughuli nyingi zenye vitendo zaidi. Alafu pia ndio muda wa yani wanakuwa ni watu ambao wadadisi wanavumbua vitu. Kama wewe unakumbuka kwenye michezo hii, ukiwa kijana wa umri huu ndio mlikuwa mnatengeneza midoli ile ya kutumia udongo, matope yale. Na mnaleta hata kanisani wanafanya. Matope yale unatengeneza mbuzi, unatengeneza sijui kinu, yani vitu vya kiubunifu vya namna hiyo. Vya uvumbuzi. Na mtu akikuwa mwingine uchoraji, anaweza kachora kitu. Kwa hiyo hivyo na wanakuwa na wadadisi wa mambo. Hivi hiki kimetokana nini? Unaweza ukashangaa deki pale umri huo akaamua kuifumua kidogo kutaka kujua ndani kuna nini. Kama ni imekaa tu haitumiki vizuri au vyombo vya kinani kidogo. Kwa hiyo hizo nani na ni changamoto zake za makuzi, anataka kugundua, ni mdadisi. Hiyo kuna nini? Hivi imetengenezwaje? Kama TV ilikuwa mbovu, basi anataka ifungue aone ndani kuna nini. Mbona picha inatokeaga? Yaani inakuaje picha inatokea. Sasa usipokaa ukamwelewesha, yeye ataamua kutaka. Kwa hiyo unaweza ukawaandaa katika vikundi, ukawapa assignment ya kufanya na wakafanya. Na wanafanya hivyo kwa sababu kumbuka hawa miaka 12 mpaka 13 kama umefahamu vizuri, wasichana wanapenda kutembea kivyao na wavulana wanapenda kutembea kivyao. Kwa hiyo wanakuta hawaingiliani. Na hata wanapowapanga makundi usiwachanganye, kwa sababu kwa umri huu wanapenda kukaa kivyao vyao. Wapange katika muktadha huo. Lazima ujifunze kaka kipengele ka umri huo. Miaka hii ya babalozi wanapenda kujichanganya wavulana na wasichana, haina shida. Lakini hawa hata wewe fuatilia unapotoka shuleni au yani unaona kabisa wasichana vinatembea kundi lao na wavulana kundi lao. Kwa hiyo hata majukumu unayowapa wapatie kulingana
na mitazamo hiyo. Ndio maana kuna wakati hawa vijana, kwa sababu wanatakiwa wanapelekwa maeneo ya nje ya mji, waone miti, bustani na vitu vingine, wajifunze tu. Kama kuna sehemu yenye wanyama, mnakwenda nao. Kama sasa hivi imerahisishwa pale Dege Beach pale, wale wanajeshi wameweka nani yao ya wanyama wale ambao wamekuwa friendly. Simba unamuona karibu, pundamilia unamlisha majani anakula. Sasa mtoto anapokwenda anaona vile, alafu unamuunganishia na somo la uumbaji kwamba zamani kabla ya dhambi hao wanyama walikuwa rafiki kama hivi na walisha twiga, lakini baada ya dhambi wanatuogopa, na somo linaingia kweli. Na hiyo mazingira namna hiyo kwake anajifunza. Yani mtoto unapompeleka mahala papya, ana kitu kipi anajifunza na kinasaidia kumfanya awe active katika mambo yake ya makuzi na ufahamu wa mambo. Ndivyo na viwanda, napeleka viwandani. Kuna ziara tu ya viwandani, nenda hata kwa Baresa waone biskuti zinatengenezwaje. Kwake yani hicho ni kitu cha maana sana. Wewe unaweza kukipuuzia, lakini kwa mtoto ni cha maana sana. Kwa ziara za mafunzo, kumbuka walimu lazima muandae hizo ziara za mafunzo kwa ajili ya vijana. Ni takwa hata kwa master guide, nakumbuka ni takwa kufanya ziara za mafunzo. Basi zinahusisha mambo ya namna, mambo ya kanisani, yanahusisha mambo ya kiroho na mambo mengine. Lakini pia ingawa chama cha watafuta njia ni mahususi kwa ajili ya watoto na vijana, lakini pia kina makusudi ya kuunganisha wazazi na washiriki katika shughuli za chama. Kwa mfano hapa tunasema kumekuwa na changamoto kidogo za kimahusiano. Wakati mwingine hata baadhi ya makanisa mambo ya vijana wanaacho kabisa, unaona kwamba haya anaishi watoto vijana au ni kucheza cheza tu nini. Lakini kumbe wazazi mnapoandaa program wanatakiwa wawepo, na niwasisitizieni sana. Wakati mwingine wazazi nao muwape ka program ka kushiriki katika mambo ya vijana. Kitawapa mzigo wao na wao kutakiwa wawasilishe. Sasa hiyo ni ubunifu wa mwalimu atakavyoweza kufanya ili mzazi aweze kubaki, na kama kuna zawadi fulani mnaangalia wazazi ambao wamefanya vizuri, inaleta motisha. Kwa hiyo mambo hayo yanaleta umoja na ushirikiano, kwa sababu kikubwa ni kuwaunganisha wazazi pamoja na washiriki wengine kanisani waweze kuwa na kujenga ushirikiano wa kuona kwamba hawa ni watoto wetu na wanafanya kitu cha muhimu mbele za Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kuona na kujifunza na kuwatia moyo. Pamoja na hayo, watoto kushiriki katika program za ibada ni za muhimu sana, kwa sababu zinaanza kuwajengea kuona kwamba kanisa nalo ni la kwao. Wanakuwa na programu ya kusoma labda mafungu pale, wanahubiri, wanafanya nini. Sio kila siku wanaona ni wazee tu, lakini kuna siku ambazo na wao wanakuwa na siku ya kuweza kufanya mawasilisho ya namna hiyo. Lakini pia katika falsafa ya watafuta njia inajenga sana kwenye msingi kwamba watoto wanajifunza kwa kuona mifano mizuri. Unapokuwa na mfano mzuri mtoto anajifunza sana. Ndio maana tunatafuta hata kwenye Biblia mifano ambayo ni mizuri. Kwa hiyo wanapoona viongozi na wazazi wakiwa vyema kiroho, hata kwenye mambo ya kijamii, nao wanatamani pia kukuza viwango vyao vya tabia ambavyo vinaweza vikafanana na hao au kwenda zaidi ya hapo. Wanajua hayo ndio maisha. Kama ni mtoto anapoangalia familia kwao, anaona baba anafanya nini pale nyumbani, ibada anavyoziendesha na mambo mengine, mtoto anajua kwamba hivyo ndivyo baba anatakiwa kuwa au mama anachokifanya. Kwa hiyo mazingira ya nyumbani yanamjenga, mazingira ya kanisani pia yanamjenga. Kwa hiyo wakati mwingine mnakaa hata kikao cha familia, unawauliza watoto, hivyo unajifunza nini kuhusu mambo ya kiroho? Pale kanisani unajifunzaga nini na unapenda kuwa kama nani? Maswali tu ya kuhoji, unashangaa kanaeleza. Kwa hiyo hivi katika tabia nao kuna mtu anawainspire, kuna watu wanavutiwa nao. Yote ni katika kuona falsafa na kujua fikra zao. Kadhalika vijana wadogo wanajifunza vizuri zaidi katika mazingira chanya yenye furaha na usalama.
Hapa ni kipengele cha muhimu sana. Watoto wanajifunza vizuri zaidi katika mazingira chanya, alafu yenye furaha na usalama. Na ndio maana tunapokuwa na programu za kujifunza, tunatakiwa wawe katika mazingira ambayo hakuna mwingiliano. Picha zinawekwa pembeni, wanaona kwamba ni mazingira salama, ni mazingira ambayo yana furaha, picha za upendo na vitu vya namna. Kwa hiyo ndio maana kanisa la watoto au kanisa la vijana wadogo linakuwa lina aina fulani ya mvuto wake. Kijana mwenyewe anatoka nyumbani anatamani kwenda kanisani, maana anaona lina mvuto, lina furaha, mnaimba, mnafanya nini, weka program za kuwafanya wajisikie wako na wamejumuika. Lakini mtazamo wa viongozi ni wa muhimu sana kuhakikisha mafanikio na ufanisi mkubwa unafanyika katika huduma hizi za watafuta njia na vijana kwa ujumla. Tatizo la kutojali na kutosikiliza matatizo yao kwa kweli inaleta changamoto, vizuizi vya ukuaji wao kiroho, na kuwafanya waone kanisa ni kama aliwezi kutimiza utume, kwa sababu vijana wanakuwa kama hawana mvuto na mambo hayo. Kwa hiyo lazima viongozi wahakikishe hawa ni vijana, na lazima tuwapokee na tuwaandae kwa ajili ya kanisa ambalo ni bora zaidi siku za baadaye, kuliko kuwafanyia inayostahili. Sasa hiyo tulikuwa tunaangalia falsafa kwa jumla ikibeba maeneo hayo ambayo tumeyazungumza. Sasa tuone haya makusudi katika ya kwanza tumesema ni falsafa. Sasa kipengele cha pili kinahusu makusudi. Katika makusudi tunachambua kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, tufahamu kwamba vijana ni lazima waweze kusaidiwa katika kumwelewa Mungu pamoja na kanisa lake, na kwamba Mungu anawapenda na kanisa linawapenda na kuwajali na kuwatambua. Sasa usiseme tu kujali, kupenda na kutambua. Kutambua, kuna vitu vikifanyika vijana wanaona kanisa linawatambua. Siku ikifika ya programu zao, wazazi wanavaa beji au wanavaa scarf, yani wanapaka kitu fulani kikakuonyesha kwamba wapo pamoja na vijana, napendeza sana. Hiyo ni kama kutambua. Ndio maana hata Yesu aliwatambua kidogo, akabeba kuonyesha kwamba yupo pamoja nao. Acheni watoto wadogo waje kwangu, maana walionekana kuwa na mpingamizi fulani kwamba ni kama wanakuwa lakini yeye aliwaweka karibu. Kile kitendo cha kuwa nao na kuwabeba ilikuwa inaonyesha picha ya kuwatambua. Ndio hata hivyo kanisa lazima lijengee msingi kuwatambua watoto. Inawezekana tusiwabebe hivyo, lakini angalau tushiriki nao katika hatua fulani wanaoifanya. Hiyo ni baadaye mnakuwa na program, mnapiga picha na wazazi katika hiyo mnaweka kumbukumbu. Hata siku za baadaye huyu kijana alikuwaga kumbe Pathfinder mdogo tangu mdogo, kwa historia. Lakini pia wasaidie watafuta njia kugundua umuhimu wao na kutumia karama na talanta walizonazo katika kutimiza makusudi ya Mungu kwao, na namna wanavyoweza kushiriki katika mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi. Hawa watafuta njia hawa wana akili. Kwa hiyo wanahitaji tu mtu makini sana wa kuwaongoza ili wajitambue. Sasa najitambua, mwalimu unatakiwa udadisi wa kugundua karama walizonazo. Kila mtoto pale ana karama, na Mungu ameweka karama hizi kwa watoto wadogo kwa namna ya ajabu sana. Kama mnakumbuka kitabu cha Pambano Kuu, sikumbuki ukurasa wangapi, lakini kinaelezea miaka ya nyuma kwamba kulitokea nyakati fulani mahubiri yalikatazwa kwa watu wazima, lakini watoto walikwenda kuhubiri kwa sababu walikuwa na karama na walikuwa na uwezo. Kwa hiyo na sheria ya mataifa za nchi hizo zilikuwa zinazuia watu wazima tu, lakini kwa watoto hazikusema. Kwa hiyo watoto wakashika Biblia wakahubiri, wakafanya vitu vikubwa sana, na watu wakaongoka kupitia ujumbe kupitia watoto. Na basi serikali haikuwafanya chochote watoto, maana haijasema mahala kwamba sheria
hazikuwabana kuhusu watoto. Kwa hiyo ikawa ni nafasi. Kwa hiyo watoto wanapotambuliwa karama zao na zikakuzwa, kazi ya walimu au mentors ni kuzikuza hizi karama ziwe practice, zifanyiwe mazoezi ili ziwe active. Kwa hiyo wazifanyie, wazitendee. Mwenye karama ya kuhubiri apewe mahubiri, na siku moja aombewe kibali kanisani cha kuhubiri kama nani, sio sitegemee tu mpaka Pathfinder Day au AC Day na kadhalika. Hapana, hapo katikati mnaweza mkaandaa vitu kwa ajili ya kukuza karama yao. Kadhalika mtaandaa hata effort fulani watoto kadri ya bajeti yenu, inaweza kaa ya mtaa, hata kama ni ya wiki moja, lakini imefanyika na mtoto yule amehubiri, mambo yameenda, na mrekodi tupa hewani, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo teknolojia inavyokuwa na mambo yanaweza mkafanya, lakini watoto wakuzwe karama zao. Mwenye karama ya kufundisha, mwenye karama ya nini. Kwa hiyo mwalimu utazigundua kwa kadri unavyokuwa nao karibu, na hivyo basi zikitumika, yani mwalimu, unajua tuna jukumu na wakati mwingine hukumu itatukabili kama tufanye wajibu wetu. Kwa hiyo tengeneza watoto wa taifa la Bwana. Na kipengele cha hapo kingine kinazungumzia namna ya kuwasaidia watafuta njia kutoa uzoefu wao kwa kuwaunganisha katika shughuli za utume. Hawa watoto wana mambo, wana karama, na wakifundishwa vizuri katika mambo ya utume wanaweza kufanya vitu. Ni kwa sababu tu hatujagusa na kuwaombea kwamba Bwana watumie, na kwa kabidhi kwa Bwana watumie. Na wewe mwalimu ukigundua kitu ndani yao, katika kuwaombea unaweza Bwana akakuonyesha huyu fulani ana karama hii, na kweli ukimjaribu anaenda. Mafungu, watoto kukariri, sio namkariri fungu kimoja viwili, mpe sura nzima, kama Ufunuo 1, 2, 3, 4 zote zinakaa kichwani. Mwalimu tu wakati mwingine anakosa namna elevu ya visa, kuvielewa visa hata 30 zinakaa kichwani, visa 10 anaweza akavisimulia kwa kunani, kwa sababu mwalimu ameshinikiza na vikaingia. Kipengele kingine kwamba unatakiwa kufanya kipaumbele katika chama chako kuwa wokovu na kila mtafuta njia. Tunasema wakati ambapo matumizi ya aina nyingine yanaweza kufanyika ambayo yanaweza kuathiri mahusiano yao ya baadaye. Sasa pata muda mzuri kabisa wa kufanya mahusiano na Mungu na kumsaidia mtafuta njia umri wa miaka 12. Hawa miaka 12 wanapitia changamoto za mabadiliko, na pia wanahitaji kutengenezewa msingi mzuri wa kiroho, na wakati mwingine wanakuwa na maswali hata ya kibiblia. Kuna vitu fulani amekutana navyo au amevisikia ambavyo ni tata, atatamani kuuliza. Lakini mwalimu sasa fanya mahusiano mazuri ya huyu mtoto aweze kuelewa, na maswali yake ukajibu. Kama hauna majibu, basi toa muda wa kufuatilia ili uweze kwa sababu chochote utakachowaambia ndio wanakuwa nacho, ndio wanakariri na ndio wanaamini. Lakini weka ndani ya maisha ya watafuta njia, kutambua maisha yao ambayo yanahusisha afya zao, ili na kupenda mambo ya uumbaji wa Mungu, kutoka nje kujifunza maisha ya nje. Watafuta njia wanahimizwa sana kujifunza na kuona kuwa Mungu kupitia uumbaji na kadhalika na mambo ya namna. Kwa hiyo ziara za mafunzo, tembelea, kwenda nje, nimesema kwa kijana ni mambo ya muhimu sana. Hasa mambo yale ya asili, watu asili, naenda kwenye milima, naona hivi, naona nini, vitu vya kulingana na mazingira na jiografia inayoweza kuhusu. Na kadhalika baharini, wanakwenda wanaona maji yale, hata kwa kuyaona tu, kwa kuangalia kwao bado ni sehemu ya mafunzo. Misitu mikubwa, wanyama, wadudu, ndege, vyote hivi kwao ni mafunzo. Lakini bila kusahau afya, lazima wajifunze fitness. Kuna mazoezi, lakini pia kuna ulaji mzuri,
vyakula ambavyo havistahili, waambie ukweli kabisa, hivi vyakula ambavyo ni vya viwandani sana wasipende kutumia, wajaribu kutumia vyakula ambavyo ni fresh, ambavyo ni vizuri zaidi kwa afya zao, kwa sababu wengine nyumbani wanaona ni vyakula tu, chips leo si vitu gani na vitu vya namna hiyo, anaona hayo ndio maisha, lakini kumbe kuna vyakula ambavyo mwili unavihitaji. Kwa hiyo afundishwe somo la afya vizuri, aelewe. Hiyo ni moja ya kusudi la muhimu sana katika kipengele kingine ni kwamba wafundishe watafuta njia stadi na ujuzi ambao utafanya maisha yao yawe ya maana, na utafanya wakati walionao uwe na faida na wenye mafanikio. Na vijana wadogo wanapata uzoefu wa kuridhika wanapotumia mikono yao kufanya vitu na kuona namna ambavyo vitu hivyo vinaweza kufanya kazi. Hawa vijana wanapenda sana stadi za mikono na ujuzi. Kama nilivyosema, wakati mwingine pima akili zao, tengeneza kitu fulani. Sasa hata ni kisa, nataka utengeneze hapa, Musa anavuka bahari ya Shamu, au amenyosha mkono bahari ikagawanyika. Sasa anafanya nini? Naumiza akili, nitafanya nini? Kachola nini? Naweza kachola, au anaweza katengeneza bahari fulani na vitu vingine, au Biblia. Yaani jambo ambalo anaweza katengeneza kwa mikono na stadi zake, akatengeneza kitu kikaapia. Kwa hiyo kwa mtoto stadi za mikono ni za muhimu sana. Ndio maana zamani kulikuwa kuna science team, watu walikuwa na ilikuwa ni science team, ilikuwa ni of course vijana walikuwa wanaleta vitu mashuleni. Mwenye kuandaa ufagio anapeleka, mwenye sanaa sijui ya kuchora anapeleka, mwenye sanaa sijui ya nini, kadiri mtu anavyoweza kuona akili yake imefanya kitu. Kwa kila mmoja alikuwa anaenda tofauti. Huyu analeta mwiko aliochonga, huyu analeta ngoma, analeta kila mmoja. Kwa hiyo sanaa ya mikono kwake ni muhimu, stadi za mikono. Wafundishe watoto kupika nyumbani, kufua nguo zao, kufanya yani kushughulisha mikono yao. Usimdekeze mtoto kadhani unamjenga, au walimu hata kwenye majukumu fulani wafundisheni. Washaurini wazazi. Vitu vya namna hiyo vinaweza kuwasaidia na kuwajenga. Na umri wake wa kufanya hivyo, usipomfanyisha hivyo umemwaribu. Maana huko mbeleni atashindwa na ataona kama sio desturi, hayo sio maisha yako. Hiyo ni changamoto. Lakini watie moyo, wawe na afya njema kimwili. Hii itasaidia sana kuwaondoa katika kukaa bila kazi na kuboreka tu na nini. Fundishwa kama watoto wadogo kuona miili yao, kujenga tabia nzuri. Hii itaweza kuwasaidia na kuwapa furaha katika maisha yao ya kila siku. Hii inakuwa inanukuliwa katika kitabu cha Gombo la Pili la Shuhuda kwa Kanisa, ukurasa 536 537, kwa maana Testimony for the Church volume 2 page 536 na 537, au kitabu kile cha Elimu ya Kweli ukurasa 196. Nimalizie kipengele hiki kidogo, alafu karibuni mtajiandaa kama kuna maswali ili tuweze kutoa dakika chache. Lakini tunapomalizia makusudi ni kwamba wapatie fursa ya kukua kiuongozi kwa kuwaweka wafanye kazi pamoja na kugawa majukumu ya kiongozi. Hili litasaidia kuwafanya kuwa watii, watu wenye nidhamu na watu wenye kutegemewa, uzalendo na mambo mengine ya kimchakato ya mabadiliko ya kuwafanya kusimama imara katika maisha yao ya mpito katika rika lao. Hii ni muhimu sana. Vijana kwanza kutengenezewa mazingira ya uongozi kanisani, katika klabu zao, na wao wanakuwa viongozi. Vitu vya namna hiyo hivi vinawafanya kuona kwamba na wao wanaweza kusimama kama viongozi fulani. Hayo ni majukumu ya muhimu sana. Lakini utii, mtoto anatakiwa afunzwe. Unajua anapokuwa kiongozi alafu anaambia mnawahi saa ngapi, anawahi, anakuwa mtii. Lakini nidhamu, sema wewe si kiongozi wewe, unaweza kufanya hivi. Wewe unamfanya anakuwa na nidhamu.
lakini anajua kwamba anategemewa, kwamba darasa linamtegemea. Uzalendo ni kuwa na heshima hata kwa taifa, hata unapokuwa huko nyumbani, unapokuwa huko shuleni, jitunze na kuwa na heshima na vitu vya namna hiyo, kwamba makundi yale rika yasimpoteze na kumpeleka pabaya. Lakini mwisho kabisa ni kwamba unatakiwa kutafuta na kukazia ukuaji sawia wa kimwili, kwa maana ya kimwili, kijamii, kiakili na kiroho. Hizo nyanja 4 za muhimu ziende katika usawia, kwa maana ukuaji wa mwili na akili takuza roho isiyokuwa na ubinafsi na kupenda maburudisho au kushughulisha mambo ya kijamii, itakuwa na ukuaji wa kiroho. Kwa mfano, mtu kwenda mambo ya kijamii, kutoa huduma kwa jamii, matendo ya huruma, anapokwenda naye kushiriki anaona kwamba kumbe jamii na wajibu nayo katika mambo ya namna hii, kwa hiyo itamsaidia. Basi kwa dakika zilizobaki nitoe nafasi kwa maswali, na somo letu tumeligusa kwa sehemu kubwa, almost kama tumelimaliza. Karibuni jamani kwa maswali. Kama kuna mikono, mwalimu utanisaidia kuona, inawezekana nisione pote. Karibuni sana, au nyongeza chochote. Somo letu kuhusu makusudi na historia tumejifunza hivyo leo. Karibu mwalimu, nimeona mkono. Naomba unisaidie kitu kimoja. Mimi ni kijana, niko kanisani lakini au ndani ya idara vijana. Lakini umesema kwamba vijana watoke angalau wasifungiwe kanisani. Unawasaidiaje wazee ambao wanawaambia vijana waangalau wasitoke nje ya kanisa kwa ajili ya tour? Unawasaidiaje kama mimi kiongozi mtarajiwa? Asante kwa swali zuri. Na ndio maana makanisani panahitajika elimu sana, na hata kozi mbalimbali za namna hii zinahitajika kwa viongozi. Namna sasa ya kusaidia ukweli ni kuomba kupata wasilisho zuri kwa wazee au viongozi, au kuwa na program ambayo inaweza ikamleta mtaalamu akaelezea makuzi ya vijana na mambo yanatakiwa kufanya. Huu ni mtaala ambao umechambuliwa na wataalamu kutoka kanisani na wataalamu pia kutoka nje ya kanisa, lakini maudhui yakafanana, yaliyopounganishwa na haya ya kanisa ikaonekana yanafaa kwa sababu yanamlenga kijana katika hulka ya makuzi yake. Kwa hivyo ni kuomba fursa kwanza kuongea na mchungaji, kumuelewesha. Ikiingia kwa mchungaji inakuwa ni rahisi sana kuwaona wazee na viongozi wengine, hata kama ni kwenye baraza whatever, nafasi inapoweza kupatikana ya huyu kiongozi kuliwasilisha, linaweza likagusa, kwa sababu haya ni mambo ya kisaikolojia, kwamba mtoto anapotoka na kwenda mahala pengine anajifunza vitu vya muhimu sana. Na ndio maana shule kama zile za Fedha na wapi wanakuwa na ziara za mafunzo kwenda maeneo mbalimbali kama shule, na hizo tour zinakuwa zinasaidia kuleta mabadiliko. Kwa nafikiri tukijaribu sijajua kama kuna mkono tena, inawezekana nisione yote, lakini kama upo karibu. Esther karibu sana. Unaona mkono. Asante mwalimu. Nashukuru kwa kutupa somo la leo. Nilikuwa natamani niongezee tu pale uliposema habari ya makundi, wale watoto wa umri wa miaka 13 ambao wanapenda kuwa kwa magrupu. Ndio. Wanapenda kuwa kwa magrupu, na inasaidia pia hata kwa mwalimu kama utawatambua vizuri. Utaishi nao vizuri. Watafanya mambo yao vizuri kwa sababu tu unawatambua na kuwafanya kuwa marafiki. Na katika hayo magrupu si wao wanapenda kuongozana kuwa pamoja, kuwa hivi. Hiyo inasaidia sana hata katika kujifunza.
Hata ukiwapa assignment, wape hivyo hivyo, haya fulani na fulani na fulani fanyeni hivi. Watakufanyia kitu kizuri kwa sababu tu wanafanya wakiwa marafiki. Pale kwetu mimi napenda kutoa mfano kwa Kimara. Watu wa Kimara watanielewa hii, huwa napenda kuwataja hili grupu. Kuna Belinda, kuna Sesi, kuna Perusi, kuna Karen. Hawa watu hata mkiwa mnaenda kambini watakuja mapema pembeni, watakwambia mwalimu, tunaomba tulale pamoja. Mkiwa kule mkisema haya kuchota maji fulani na fulani, ukiwataja pamoja, hilo pipa linajaa ndani ya dakika 5. Najaribu kusema hivyo ili uone mwalimu unapaswa kujua watoto wako ni wa namna gani ili uweze kwenda nao vizuri. Hicho ndo nilikuwa natamani niongezee hapo. Ya, nashukuru sana, ni kweli kabisa. Na ukiwatambua, yani mwalimu kutambua ni cha muhimu sana. Utakuwa ni rahisi kuwasaidia. Sasa kuna walimu mwingine anaweza kawatenganisha kwa hasira, nyinyi mnakaa pamoja na sasa, kumbe maskini ungeweza kuwasaidia kwa njia nyingine, au kafuatilia, nyinyi kwa nini mnapenda kukaa pamoja na nini? Yani unadodosa, alafu unagundua kitu na unaona namna pia ya kuweza kuwaongoza. Karibu mkono wa Sunzu. Niona niko hapa. Ndio. Asante sana umetoa. Kuna jambo moja ambalo umetaja hapo juu ya kadi kwa la master guide kwamba anaweza kuwa na miaka 18. Je, kadi jipya ndio linasema hivi au ni? Hapana tatizo. Tunasema akishakuwa balozi, mara nyingi balozi inaweza kuwa, lakini hatu encourage. Kwa nini nimesema 18? Kwa sababu sasa zamani ilikuwa mabalozi hawana mwelekeo, walikuwa naweza kuruhusiwa kuingia kufanya kozi ya master guide. Lakini baadaye, baada ya kuwekewa darasa lao sasa, ambao na miaka 16 mpaka 21, kama watamaliza mapema, akiwa ameshajitambua hiyo 18, wanaambia angalau 16, 17 anaweza akaingia kwenye fika 18, basi hiyo inahesabika sasa ni mtu mzima hata kwa taratibu za kiserikali duniani. Kwa maana anaweza akasoma hii kozi na kwa hivyo imekaa katika sura namna hiyo, japo haifungi sana kwa wale ambao wameshakamilisha matakwa mengine kuja kuingia kwa maana ya chini ya umri huo, lakini pendekezo linamtambua zaidi ambaye umri wake umekwisha kuwa hivyo. Na ndio maana hata ukiangalia wanaojoin master guide, angalau mtu ameshavuka kuwa balozi, anaweza kuingia hivi. Karibu kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi kilichopita tumejifunza kwamba adhabu mbalimbali zinazofaa kutolewa kwa watoto ni pamoja na kuwatenganisha katika nafasi zao. Sasa hapa tumeona ili grupu linalopenda kufatana kila mahali. Je, ukiona jambo ambalo halifai linaloendelea pale, yani kama kuna utovu wa nidhamu unaendelea pale kwenye lile grupu, je, tuwaache kwa sababu lirika linalopenda kufatana au tuwatenganishe? Asante. Ndio maana nimesema hapo, mwalimu lazima udodose kabla ya kuchukua hatua kali, lazima udodose, na ukishagundua kwamba kuna mmoja wapo labda na tabia isiyo stahili, unaweza ukawatenganisha sasa hivi, lakini baadaye wakawa wamerudiana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukafanya visitatue tatizo. Kwa ndio maana lazima tumie saikolojia ya namna ya kuweza kuwabadilisha na yani watambue tatizo lile, ubaya wake na kosa lake, halafu waelimishe madhara yake, na baadaye basi itakuwa imeleta msaada zaidi ya saikolojia. Kwa maana likizidi unamshirikisha na mzazi na vitu vya. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja mzizi ule mbaya unakuja unauondoa kwa namna nzuri, kwa sababu unaweza kuwatenganisha hapo ni temporary tu, lakini after sometimes wanarudi na kuendelea na mambo yao. Kwa hiyo kutenganisha kuna kubalika, kila njia ni nzuri, isipokuwa tu ni namna ya kuapply ikaleta matokeo
ambayo ni chanya zaidi. Kwenye masuala ya nidhamu, hayo ni ya muhimu sana kuzingatia na yatakuwa yanajenga na kusaidia zaidi. Karibu mwingine alinyo. Okay. Asante mwalimu, nilitaka tu niongezee kwenye jibu la hiyo ya kuwatenganisha kwamba somo lililopita tulijifunza habari ya namna ya kuwapa adhabu mbadala tofauti na kuwachapa fimbo. Tulisema hiyo sehemu ya kuwatenganisha kwa sababu anapenda kukaa pamoja ni sehemu ya adhabu ambayo itamweka active darasani ili ajue kwamba akifanya sio kizuri, na siku nyingine kwa sababu hawapendi kutenganishwa watakuwa makini na kuwa active darasani kusikiliza ili wasitenganishwe tena. Kwa hiyo ni kuwatenganisha ni sehemu ya adhabu ambayo ni kama kuwarejesha tu darasani na tujifunza kama adhabu mbadala. Uko sahihi, ni sahihi kabisa, kwa sababu unapodili na mtoto unaangalia mazingira ulionayo. Kwa mfano mwingine anaweza akawa na kelele nyingi sana, au akikutana na kelele zinakuwa nyingi. Ukiwatenganisha kelele zinapoa, wewe nenda nyuma, huyu nenda hivi, inaweza kusaidia kuleta utulivu darasani. Kwa hiyo of course yote hayo, yani mwalimu mazingira anaweza, lakini ukiona kuna tabia ambayo pengine inaweza kawa endelevu hata baada ya pale, ndio hiyo tunasema lazima utambakisha mtoto, utaongea naye, utaelimisha madhara hivyo vitu na vitu vingine. Utagundua vitu vingi, na wengine na vitu anabeba kwenye begi vya ajabu vingine. Kwa hiyo mwalimu una scenario nyingi sana. Kwa katika mambo ya adhabu yale aliyofundishwa ni ya muhimu kuyazingatia, including na yale mengine ambayo yanakaa ziada zaidi ya kusaidia zaidi katika kumsaidia. Mwingine anaweza kaa anasinzia tu darasani au anawaza tu darasani. Kwa hiyo lazima pia nayo msaidie namna gani aweze kuwa na inawezekana kuna kitu anakipata, au mwingine mood imebadilika. Kwa hiyo mwalimu utasoma mazingira mazima ya mwanafunzi. Ndio maana tunajifunza saikolojia ya hawa watoto ili mazingira yatusaidie kumsaidia mtoto. Asante sana. Basi muda wetu umekwisha, na niwashukuru kwamba ninahitimisha tu kwamba katika mjadala tutakayoweza kufanya kupitia mada ya leo, basi unaweza ukatafakari namna ambavyo makusudi na malengo ya chama cha watafuta njia kufanywa, na wewe kama mwalimu unaweza ukaandika basi namna ambavyo unaweza ukatimiza makusudi na malengo ya chama cha watafuta njia. Lakini cha pili, basi angalau kwa njia 3 ambazo kwanza unaweza ukanyambulisha malengo na huduma za watafuta njia. Haka ndo assignment kadogo ambacho kanahitimisha ili kusudi. Baada ya hapa niwashukuru na niurudishe sasa kwa mratibu wetu wa kipindi. Samahani, tunafikiri tumezidi muda kidogo sababu ya maswali naona yalikuwa ni ya msingi. Basi karibu kiongozi, tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafikiri kwa leo tutaishia hapo. Tuombe na tukutane tena Alhamisi. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza kupitia Roho yako Mtakatifu katika kipindi hiki cha leo. Tunaomba yale ambayo tumejifunza hivi leo tukapate muda wa kuyasoma, yakapate kukaa katika vichwa vyetu, lakini pia tukapate kuyatumia na wawezeshe hao watoto wakuelewe na wakufuate wewe katika njia ambayo ni sahihi. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amina.